watu wakauawa, watu wakachomwa moto, watu waliteswa na kuteswa kwa miaka nenda miaka rudi. Na mara baada ya kuteswa hivyo, mwanzoni mwa miaka wa 300, yani karne ya 3 tangu Yesu Kristo amezaliwa, mwaka wa 312, aliyekuwa mfalme katika dola ya Rumi anaitwa Constantine aliokoka. Na alipokuwa ameokoka, akaamua kuifanya rasmi dini ya Ukristo kuwa ni dini ya serikali yake. Yani ukitaka kuingia kwenye serikali, kwa mfano kama leo, ukitaka kuingia kwenye serikali ya Mama Samia, labda uwe Muislamu kwa mfano. Yani imani ya Mama Samia ifanye kuwa ni imani ya taifa. Kwa hiyo Constantine akaifanya imani ya Ukristo kuwa ndio imani ya serikali, ndio imani ya taifa, ndio imani ya dola yake. Kwa hiyo kilichotokea, watu walijifanya kuwa ni Wakristo wakati wengine walikuwa ni wapagani tu kabisa. Na Wakristo wengi sasa na wapagani wengi waliingizwa kanisani, waliingia kanisani na masanamu yao na makorokoro yao, na hatimaye yakaonekana masanamu mengi ambayo yanaonekana sasa katika kanisa hilo. Sasa miaka hiyo ya 300, kanisa Katoliki kuendelea mbele kutoka mwaka 312 mpaka mnamo kama mwaka 1500 walikuwa wameibadilisha Biblia yote kutoka kwenye lugha ya Kiebrania na Kiunani kuileta kwenye lugha ya Kilatini, huku akisema lugha ya Kilatini ndio lugha takatifu. Na katika kipindi hiko wana historia wanajua kwamba mtu alikuwa, ili asamehewe dhambi, kulikuwa na kitu kinachoitwa cheti cha msamaha. Unatoa sadaka kiwango fulani, hatimaye unapewa cheti cha kukufuzisha, cha kukufanya wewe umefuzu, umesamehewa dhambi, unapewa na cheti. Sio hilo tu. Katika kipindi hiko kulikuwa na ngazi fulani kule Rumi, ngazi takriban 28 ambazo waliambiwa vile vile kwamba ili uweze kupata msamaha wa dhambi unapaswa ushiriki pamoja na mateso ya Yesu Kristo. Unashirikije mateso hayo? Unapanda katika ngazi hizo ambazo zilikuwa na vyumba vidogo vidogo, unapanda kwa magoti ili ushiriki mateso pamoja na Yesu. Martin Luther, wakati huo alikuwa ni padri wa kanisa Katoliki, alifanya hayo. Hata pamoja na kufanya, aliposhuka hakuona amani yoyote ndani ya moyo wake, hakuona raha yoyote, hakuona kwamba ametuliwa mzigo wote wa dhambi kwa namna yoyote, akajiona bado anaendelea na hukumu. Siku moja, nakumbuka wakati huo kanisa Katoliki lilikuwa limefanya watu wasio wasomaji wa Biblia. Watu waliaminishwa kwamba Biblia ni kitabu kigumu, huwezi kukielewa. Kwa unatakiwa usomewe alafu ueleweshwe kutokana na viongozi wako kwamba ni mapadri. Kwa hiyo aliyekuwa na nafasi ya kusoma walikuwa ni mapadri, na Martin Luther alikuwa ni miongoni mwa hao mapadri, kwa hiyo akawa na access ya kuweza kusoma. Sasa Martin Luther alisoma maandiko kadha wa kadha. Miongoni mwa maandiko ambalo liliclick katika moyo wake lilikuwa ni Warumi sura ya 1 mstari wa 17. Warumi sura ya 1 mstari wa 17. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Martin Luther, neno hili lilipiga kelele ndani mwake kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Siku hiyo tena alipopanda katika ngazi zile, alipofika katikati ya zile ngazi, akasikia sauti inamwambia, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Luther akashuka katika zile ngazi, akaanza kusema Ukatoliki ni uongo. Na ikumbuko ulitakiwa ukipanda zile ngazi unatakiwa usimalize ngazi zote. Na ukiziishia katikati ni kama waliaminishwa, ni kama unaweza ukapata laana tu fulani ukaanguka ukafa huko. Martin Luther akashuka akasema ni uongo. Akaondoka akaandika makosa 95 kukosoa kanisa Katoliki. Akaenda kubandika kwenye jengo moja kule Ujerumani. Hapo ndipo moto ukaanza kuwaka juu yake. Akaanza kutafutwa ili aweze kuuawa. Martin Luther akajificha kwenye pango. Akaanza kutafsiri Biblia yote, Biblia ya Agano Jipya yote kutoka katika lugha ya Kilatini na kaileta katika lugha ya Kijerumani, kwa sababu yeye alikuwa anajua Kilatini na Kijerumani. Yeye hasa ni mkazi wa utaifa wake ni Ujerumani. Akaandika Biblia yote kutoka kwenye lugha ya Kilatini na kaileta katika lugha ya Kijerumani. Kule kwenye pango akawa anaandika vitabu vinavyohusu Injili, na akakuandika huko vitabu vikawa vinatoka na kuweza kuwafikia watu. Na katika kuwafikia watu waliipokea imani ya wokovu ya Martin Luther wakati Luther mwenyewe haonekani. Watu wakamezwa na imani ya Martin Luther.